Karibu kwenye tip nyepesi za teknolojia, hasa kwa kutumia lugha adhimu kabisa ya Kiswahili, ambapo tutashare baadhi ya tips ndogo za teknolojia kwa kutumia Python. Kwa leo tutakuwa na tip ndogo ambapo tutajifunza jinsi ya kutengeneza kalenda kwa kutumia Python. Basi tuende pamoja tuweze kuona jinsi ya kutengeneza kalenda kwa kutumia Python. Tuende pamoja. Tafungua Python yako. Kwangu mimi natumia Visual Studio Code kama code editor. Babu, kitu cha kwanza kabisa tuta import kalenda ambayo ni library ambayo inatumika ku generate text format ya kalenda, na hii ni built-in library ambayo hauhitaji kuinstall kwenye mashine yako. Kwa hiyo ipo moja kwa moja unapo install Python basi itaikuta ipo ndani. Kwa hiyo kwangu mimi hapa natumia Jupyter Notebook, ila unaweza ukatumia Anaconda, unaweza ukatumia Google Colab na vitu vingine kama hivyo, na vinafanya kazi. Tips yetu ni nyepesi na ni ndogo tu, ambapo tutaprint hiyo. Cha kwanza tuta initialize, tutafanya initialization ya mwaka ambao unataka utengeneze kalenda yako. Mimi hapa nita initialize kalenda ya mwaka 2025, nitaandika year nitasema ni mwaka 2025. Nitashuka chini loop, nitasema for month in range kuanzia 1 mpaka 13. Hii ni for loop ambayo inakusaidia ku iterate kuanzia mwezi January up to December, ambapo hapa nimeandika 1 mpaka 13, maana yake timisi hiyo range ya mwisho haitumiki, inakuwa neglected. Kwa hiyo itaiterate kuanzia 1 mpaka 12, ambapo itatengeneza miezi 12 katika mwaka 2025. Then print calendar then tutaweka calendar.month then itakuwa ni year, mwaka, year na month, like this, year na month. Then baada hapo tutarani, then utaona kalenda yako itakuwa displayed in this format. Kuanzia January 2025 kalenda yako itaonekana vile, February, March kuendelea. Kwa hiyo ndio simple way ya kutumia Python, then unatengeneza kalenda yako kwa urahisi kabisa. Ukitaka ubadilishe mwaka, unaweza ukaedit tu nani yako hapo, ukatengeneza labda ni ya mwaka 2026, utaongeza hapa page tutaweka 2026, then mtalani itakuja kalenda yako ya mwaka 2026 kama inavyoonekana hapo. So for more tips like this, unaweza ukanifollow kwenye YouTube channel yangu ambayo inapatikana kwa jina la Adoboy_tech. Pale utashare, utasubscribe, comment, pia usisahau kubonyeza alama ya kengele kwa kupata notification ya tips nyingine nyepesi kama hizi. Na mwisho kabisa, kwa majina naitwa Musa Maishaki Thomas. Thank you for watching.